maji mengi, kuruka moto au kunyunyizwa maji kichwani. Neno la Mungu lasema wazi kwamba ubatizo wa kweli ni kuzamishwa ndani ya maji yaliyo mengi. Ubatizo wa kweli ni upi? Kuzamishwa ndani ya maji mengi, kuruka moto au kunyunyizwa maji kichwani. Neno la Mungu lasema wazi kwamba ubatizo wa kweli ni kuzamishwa ndani ya maji yaliyo mengi. Mtu asipozaliwa kwa mara ya pili hawezi kuurithi ufalme, tena kwa kuzamishwa ndani ya maji mengi kama Yesu kule Yordani. Ni kielelezo tuloachiwa na Bwana, tufuate kwa kutii sauti ya Bwana, tutarithi uzima wa milele. Mtu asipozaliwa kwa mara ya pili hawezi kuurithi ufalme, tena kwa kuzamishwa ndani ya maji mengi kama Yesu kule Yordani. ni kielelezo tuloachiwa na Bwana, tufuate kwa kutii sauti ya Bwana, tutarithi uzima wa milele. Watoto wadogo, neno la Mungu liko wazi kwamba mtu aaminiye abatizwe kwa jina la Bwana naye Roho. Hivyo watoto hawawezi kuamini kwa kuwa hawaamini hawabatizwe, ndivyo neno linavyosema kuhusu watoto wadogo. Neno la Mungu liko wazi kwamba mtu aaminiye abatizwe kwa jina la Bwana naye Roho. Hivyo watoto hawawezi kuamini kwa kuwa hawaamini hawabatizwe, ndivyo neno linavyosema. Mtu asipozaliwa kwa mara ya pili hawezi kuurithi ufalme, tena kwa kuzamishwa ndani ya maji mengi kama Yesu kule Yordani. ni kielelezo tuloachiwa na Bwana, tufuate kwa kutii sauti ya Bwana, tutarithi uzima wa milele. Mtu asipozaliwa kwa mara ya pili hawezi kuurithi ufalme, tena kwa kuzamishwa ndani ya maji mengi kama Yesu kule Yordani. ni kielelezo tuloachiwa na Bwana, tufuate kwa kutii sauti ya Bwana, tutarithi uzima wa milele. Mtu asipozaliwa kwa mara ya pili hawezi kuurithi ufalme, tena kwa kuzamishwa ndani ya maji mengi kama Yesu kule Yordani. ni kielelezo tuloachiwa na Bwana, tufuate kwa kutii sauti ya Bwana, tutarithi uzima wa milele. Pendo, kwa kuwa ukubali upendo wa Yesu Kristo katika maisha yako, nami nakubatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.